Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Yeah. Baada ya matukio katika hadithi yetu ya miungu ya kuzimu, tunamuona Bwana Dream wafanikiwa kurudisha ufalme wake wa ndoto, lakini sasa agundua kwamba adui yake mkubwa sasa si jinamizi wala mapepo. Adui yake mkubwa sasa ni Lucifer. Sasa familia ya miungu ya kuzimu wanakutana kwenye mkutano mkubwa sana. Kaka yao mkubwa ambaye ni Destiny na wote wanakusanyika. Destiny, Death, Designer, Disappear na wengine wengi ambao ni miungu ya kuzimu. Lakini mkutano huu hauwi wa amani kabisa. Majeraha ya zamani yaanza kufufuliwa upya na Bwana Dream analazimishwa kukumbushwa tukio ambalo alikuwa analikwepa kwa miaka ya maelfu ya miaka. Tunakumbushwa miaka 1000 iliyopita Dream alipendana na mwanamke mzuri aitwaye Nada. Walipendana kwa dhati sana, lakini mapenzi yao yakaisha kwa maafa makubwa. Baada ya kutokea migogoro katika mapenzi yao, Dream alikasirika sana. Kwa kiburi na hasira alimlaani Nada na kumpeleka kuzimu, na huko amekuwa akiteseka kwa maelfu ya miaka. Baada ya kukumbushwa tukio hilo, Dream aanza kujiona ni mwenye hatia kubwa. Kwa mara ya kwanza anakubali kwamba amekosea na anaamua kufanya jambo ambalo halijawahi kufikirika. Anaamua kwenda kuzimu na kumuokoa Nada. Lakini tatizo kubwa, kuzimu sio kama zamani, na mtawala na adui yake mkubwa Bwana Lucifer anamsubiria huko. Yule kwenye sehemu ya mwanzo ama hadithi yetu ya mwanzo ilipoanza, Dream anatuma ujumbe kuzimu kwa mapepo kuwa anakuja. Habari hiyo inamfikia moja kwa moja Lucifer. Baada ya kuogopa, Lucifer anatabasamu sana, kana kwamba alikuwa akimsubiri siku nyingi sana. Baada ya kuamua kwenda kuzimu kumwokoa Nada mpenzi wake, Dream anaingia kwenye vita kubwa. Anajua kwamba Lucifer Monster alikuwa akimchukia tangu walipokutana mara ya mwisho. Anatarajia mitego, anatarajia mapambano, anatarajia kisasi, lakini anachokutana nacho kinamshangaza kabisa. Kuzimu papo kimya, kuna mapepo yanayoshambulia, hakuna jeshi linalomsubiria, wala mahali popote panaonekana kama ni mji uliotelekezwa. Hatimaye Lucifer anajitokeza, lakini baada ya hasira anakuwa anaonekana kama amechoka kutawala kuzimu, na amechoka kuwa mlinzi wa waliolaaniwa, na amechoka kufanya kazi ambayo ama jukumu ambalo hajawahi kulipenda. Dream ashangaa pale Lucifer anapoamua kufanya jambo lisilotarajiwa. Afungua milango ya kuzimu, awaachia mapepo na roho zote zitoke, kisha achana kabisa na utawala wake. Lakini huo sio mwisho na mshangao. Lucifer anamkabidhi Dream ufunguo wa kuzimu, ufunguo ambao unampa mamlaka Dream yote ya kuzimu. Hapa ndipo Dream anatambua kilichotokea. Hii ndiyo ilikuwa kisasi cha Lucifer, si kumpiga wala si kumuua, bali kumshikisha majukumu mazito ambayo hakuna anayeyataka. Sasa kila mtu mwenye nguvu ama wale miungu ya kuzimu wanataka kujua nani atakuwa mtawala wa kuzimu. Dream anarudi dreaming akiwa na wasiwasi mkubwa. Habari za funguo hizo zinasambaa kwa haraka. Muda mfupi baadaye wageni wa ajabu wanaanza kufika. Ni ile miungu wenzake. Kila mmoja ana sababu yake ya kutaka kuzimu. Baadhi wanataka kuwa na nguvu, baadhi wanataka utukufu, na baadhi wanataka kulipiza kisasi kutokana na maadui zao, na wengine wanataka kubadilisha maana ya kuzimu kabisa. Dream anajikuta katikati ya mchezo mkubwa wa kisiasa na nguvu. Hapo tatizo lake la awali bado halijatatuliwa. Alikuja kuzimu kwa ajili ya Nada, lakini Nada hayupo tena huko, ametoweka pamoja na wakazi wengine huko kuzimu. Dream anaandaa mkutano mkubwa katika dreaming yake, na anawaweka kati wote wanaotaka funguo ya kuzimu, lakini anajua jambo moja: uamuzi wowote atakaofanya unaweza kubadilisha mizani na nguvu ya ulimwengu mzima. Kwa mahali fulani Lucifer anaangalia kwa mbali na akifurahi kumwona Dream akibeba mzigo mkubwa, hali ya kuwa yeye mwenyewe aliukataa. Sasa miungu, mapepo, malaika, viumbe wa kale, wafalme wote wanajaribu kumshawishi Dream awape ufunguo huo, lakini Dream anajua huo uamuzi wake unaweza kubadilisha mizani ya nguvu ya ulimwengu mzima. Tatizo kubwa linakuja kutoka kwa
kwa mkuu wa mapepo, amwambia Dream kwamba anayo habari kuhusu Nada. Anamshikilia Nada, lakini yuko tayari kumwachia kwa sharti moja, Dream ampe ufunguo wa kuzimu yeye. Hii inamweka Dream kwenye mtihani mgumu sana. Kwa upande mmoja anataka kumwokoa Nada, na kwa upande mwingine anajua kwamba akimpa ufunguo, mamlaka ya kuzimu yote anaweza kutumia nguvu hizo kutawala ufalme zote ulimwenguni. Wakati huo huo, Dream anakumbuka tukio la zamani sana. Hadithi inamrudisha mwaka 1593. Dream alimsaidia mwandishi mmoja maarufu ajulikanaye kama jina la William kuandika tamthilia ya Midsummer Night Dream. Tamthilia hiyo iliandaliwa mahususi kwa ajili ya Malkia na viumbe wa feri. Kumbukumbu hii inamkumbusha Dream umuhimu wa ahadi na mujibu wa matokeo na maamuzi yake. Hatimaye Dream afanya maamuzi yake. Badala ya kumpa ufunguo yule mkuu wa mapepo, alazimika kuwapa malaika wawili wa mbinguni ili kuhifadhi ufunguo huo, ambaye ni Duma na Ramiel. Malaika hao hakutarajiwa kabisa kupewa jukumu hilo, lakini ndiyo maamuzi ya Dream. Baada ya matatizo kuzimu kumalizika, Nada achiwa, ambaye ni yule mpenzi wake Dream wa zamani. Mara ya kwanza baada ya maelfu ya miaka, Dream wakutana naye tena. Dream ajaribu kumwomba msamaha sana kwa kile alichomfanyia zamani, na akikiri kwamba alikosea, na akikiri kwamba aliongozwa na kiburi chake, lakini maumivu ya Nada yalikuwa ni makubwa sana. Maelfu ya miaka mingi ya mateso hayawezi kufutwa na maneno machache, lakini Dream aambiwa maneno machache ambayo hakutakiwa kuyasikia katika mdomo wa Nada, kwamba upendo uliokuwepo nao zamani umekwisha, na Nada aamua kurudi duniani na kuanza maisha yake upya, akimwacha Dream katika dreaming yake. Nada alimsamehe, lakini hakurudi kwake. Kwa mara nyingine Dream anabaki mpweke. Katika dreaming yake mvua inanyesha karibu kila wakati, kana kwamba ufalme mzima una huzuni. Siku moja dada yake wa mwisho walifika na kumtembelea, lakini safari hii amekuja na ombi muhimu. Anataka kumtafuta kaka yao aliyepotea miaka mingi. Destruction alipoondoka zamani na kuacha majukumu yake kwa miaka mingi, hakuna ajuaye alipo na hakuna anayejua kwa nini aliamua kutoweka. Sasa dada yao wa mwisho anakuwa na wasiwasi kwamba kwa nini aliamua kutoweka. Inawezekana kakutwa na jambo baya. Dream akubali kutoka na dada yake na kuambatana naye katika safari hiyo ya kumtafuta kaka yao. Kwanza kabisa wanaanza kutafuta watu ambao walikuwa ni marafiki wa Destruction. Labda mmoja wao anajua alipo, lakini mambo yanaanza kwenda vibaya. Mtu wa kwanza anayetaka kumuuliza anakufa ghafla kabla hawajapata taarifa yake yoyote. Dream anaanza kuhisi kwamba kuna mtu anajaribu kuwazuia, au labda ni mwenyewe hataki kutafutwa, lakini dada yake akikataa na kata na akiendelea kumsisitizia Dream kwamba waendelee kumtafuta. Kadri safari inapoendelea mbele, tunaanza kuona upande mpya wa Dream. Anajaribu kumjali sana dada yake na anajaribu kuwa mvumilivu zaidi, lakini bado ana kiburi na huzuni nyingi ndani yake. Baadaye wanamtembelea mwanamke aitwaye Ashtar, ambaye aliwahi kuwa karibu sana na kaka yao. Wanaamini anaweza kumpa majibu, lakini kabla hawajawasaidia kikamilifu, maafa makubwa yanatokea. Mahali walipo panaharibiwa na watu kadhaa wapoteza maisha, na dada yao avunjika moyo. Anaanza kujiuliza, safari hii ilikuwa ni kosa? Na ni kweli kwamba kaka yao hataki tumtafute au apatikane kabisa? Baada ya safari ndefu ya kumtafuta kaka yao, Dream na dada yake wagundua kwamba ili kupata majibu na msaada wa maswali yao, wanabidi wamtafute mtu ambaye yupo karne nyingine kabisa, ambaye Dream amekuwa akimkwepa naye miaka mingi sana, na mtu huyo si mwingine ni Orpheus. Lakini kabla ya kufika hapo, hadithi inaturudisha nyuma kabisa, maelfu ya miaka ya nyuma, huko Ugiriki ya kale. Tunamuona Orpheus akiwa kijana mwenye kipaji kikubwa cha mziki, na mama yake Calliope, na baba yake ni Dream mwenyewe. Orpheus anampenda mwanamke mmoja aitwaye Eurydice kwa moyo wake wote. Hatimaye wanafunga ndoa, lakini usiku wa harusi yao unatokea maafa makubwa. Eurydice amefariki ghafla dunia na Orpheus avunjika vipande kwa huzuni kubwa, na Orpheus anakataa kukubali kifo chake. Anaamua kufanya jambo ambalo hata miungu anaogopa kufanya.
ashuka hadi ulimwenguni kwa wafu, alafu anaamua kumrudisha mke wake kwa nguvu ya mziki wake. Anagusa utawala wa ulimwengu wa chini na anakwepa nafsi na kumrudisha mkewe, lakini kwa sharti moja muhimu, asigeuke kumtazama njiani mpaka watoke kabisa. Morpheus anakubali, lakini akijaribu kufanikiwa anaingiwa na hofu ya mashaka. Ageuka kwa sekunde hiyo hiyo moja, mkewe atoweka milele, na maumivu hayo yanamharibu kabisa. Baada ya kutafuta njia nyingine ya kumrudisha mkewe, Morpheus yaingia kwenye kundi la watu wa ajabu kabisa. Mambo yake yanazidi kuharibika na mwisho wake ni wa kusikitisha sana. Mwili wake unaangamizwa, lakini kichwa chake kinaendelea kuishi. Anabaki hai kwa karne nyingi akitamani kitu kimoja tu, kifo, lakini Dream anakataa kumpa. Kutokana na hasira na maumivu, baba na mwana wagombana vibaya sana. Dream anaondoka na kuapa kuto kumuona tena mwanaye. Tunarudi sasa kwa wakati wa sasa. Dream na dada yake wafika kwa Morpheus ili kumuuliza mahali anapopatikana kaka yake. Morpheus anakubali kuwasaidia, lakini naye ana sharti. Anataka Dream amtimizie ombi lake ambalo alikuwa akimuomba miaka na miaka iliyopita. Anataka apewe imani ya mwisho na anataka kufa, na hili ndilo jambo Dream hakutaka kulisikia kabisa. Baada ya kusita kwa maelfu ya miaka, sasa akubali. Morpheus yatoa taarifa ambazo zinaweza kuwasaidia kumpata kaka yao, na hatimaye Dream anatimiza ahadi. Kwa mara ya kwanza kabisa, Dream amwaga damu ya mtu wa familia yake mwenyewe katika ulimwengu wa miungu yao, jambo linaloweza kuleta matokeo mabaya sana siku zijazo. Dream akiwa amevunjika moyo, lakini kwa sasa ana taarifa za uwepo wapi alipo kaka yake. Baada ya safari ndefu iliyojaa huzuni, Dream na dada yake hatimaye wanakaribia sehemu ambapo Orpheus aliwaambia. Lakini kabla ya kufika huko, hadithi inaturudisha nyuma kidogo, miaka mingi iliyopita. Dream amuomba Lady Johanne Constantine kufanya kazi moja muhimu, aende Ufaransa kumwokoa au kuokoa kichwa cha mwanaye Orpheus ambacho kilikuwa kimeshikiliwa huko, na Johanne akubali kuanza safari ya hatari. Baada ya changamoto nyingi, afanikiwa kumwokoa Morpheus na kumrudisha nyumbani salama. Hii inaonyesha kuwa Dream licha ya ugomvi wao yeye na mwanaye, lakini alikuwa akimjali kwa siri. Sasa tunarudi sehemu ambapo Dream yeye na dada yake wamefika sehemu ambapo Morpheus aliwaonesha ama aliwaelekeza wapi alipo kaka yao. Hatimaye wanamkuta. Ni tofauti kabisa kama walivyotarajia. Ana maisha anayoishi ya utulivu, ana nyumba yake na anaandika mistari na anachora, na ana mbwa ambaye anazungumza aitwaye Barnabas. Dada yao afurahi sana kumuona kaka yake baada ya miaka mingi, lakini Dream anataka amjibu maswali ambayo atamuuliza. Kwa nini aliamua kuacha familia yake na majukumu yake tena kwa ghafla? Alisema alichoka kuwa sehemu ya maangamizo ya ulimwengu na anataka kuishi maisha yake, na ndiyo maana aliamua kuondoka na kuanzisha maisha yake mwenyewe. Dream amshawishi au akijaribu kumshawishi arudi, lakini kaka yao Distraction alikataa na alisema uamuzi wake umefanyika zamani na haubadiliki. Kabla hajaondoka, Distraction ambayo ni kaka yao amwambia Dream maneno muhimu sana. Upendo ndiyo sababu pekee nzuri ya kufanya jambo lolote lile. Baada ya hapo, kaka yao tunamuona tena akitokomea sehemu za mbali. Hakutaka kufuatiliwa wala ndugu zake wajue kuwa yuko wapi, lakini Dream bado ana ahadi moja, lazima alipe. Kule kwa mwanaye Morpheus, baba na mwana wazungumza mara ya mwisho baada ya maelfu ya miaka. Maumivu, hasira na majuto wapatana. Kisha Dream anafanya jambo gumu zaidi maishani mwake, ampa Morpheus kile kitu ambacho alikuwa akitaka kwa muda mwingi. Baada ya tukio hilo, tunamuona Dream akirudi katika dream yake akiwa amevunjika moyo kabisa, lakini hajui kwamba kitendo hicho kinavunja sheria na utakatifu katika familia ama katika miungu yao ya kuzimu. Ameingia kumwaga damu ya mwanaye wa familia yake mwenyewe, na tatizo si huzuni tu, ni sheria za kale za ulimwengu amezivunja. Dream amemwaga damu ya familia yake mwenyewe, sasa anaogopa matokeo yake. Kwa mara ya kwanza tunaanza kumuona Dream akiwa na hofu kweli, na anajua nguvu za kale zinaweza kumwajibisha kwa kile alichokifanya. Akiwa anatafuta majibu, kwanza anamtembelea kaka yake Destiny, na Dream anataka kujua hatima yake. Je, ataadhibiwa?
Je, mwisho wake umefika? Lakini Destiny hampi jibu moja kwa moja. Anamwambia kuwa baadhi ya mambo bado hayajaamuliwa, kwamba matendo yake ndiyo yatakayoamua hatima yake. Hilo ndiyo jibu alompa. Basi jibu hilo halimpi amani, ndipo Dream anaamua kwenda mbali zaidi. Anaenda kuwatembelea wazazi wake, viumbe wa kale zaidi kuliko Time and Night. Anapokutana na Time, baba yake azungumza naye na mazungumzo yanakuwa makubwa na magumu sana. Time ni mkali, baridi na asionyesha hisia nyingi, na anamkumbusha kuwa kila tendo lina matokeo, kana kwamba hakuna mtu anaweza kukimbia kile alichokifanya. Baadaye akutana na Night. Tofauti na Time, Night aonekana ni mtulivu sana na akimsikiliza mwanaye na kuonesha huruma fulani, lakini hata yeye hawamuondolei mzigo wake. Wanamfanya Dream aelewe kwamba baadhi ya safari lazima zilipiwe mwenyewe. Wakati Dream anahangaika na hatima yake, hatari mpya inaanza kujitokeza. Wadanganyifu wawili hatari, Loki na Puki, waanza kupanga michezo yao ya siri. Mahali pengine mwanamke aitaye Latina Hall aonekana kuishi na Laita Hall aendelea kuishi na mtoto wake mdogo Daniel, bila kujua mtoto huyo akiwa muhimu sana katika matukio yajayo. Dream anaanza kuelewa jambo moja muhimu: maadui zake ni wengi, makosa yake ya zamani yanamfuata, na safari hii hakuna nguvu za kichawi zinazoweza kufuta yaliyopita. Ishara ya hatari inaanza kuonekana kila pande, na kila nguvu za kale zinaamka, na ile mipango ya siri iliyopangwa inaanza kutekelezwa. Safari hii tatizo halitoki kwa mapepo wala jinamizi, linatoka kwa watu wanaotaka kumwangamiza makusudi. Katikati ya matukio hayo, mwanamke aitwaye Leta anaishi na mtoto wake mdogo Daniel, lakini bado hajapona kutokana na maumivu yaliyopoteza mume wake. Maisha yake yamejaa huzuni, maswali mengi yasiyo na majibu. Wakati huo huo, adui wawili hatari sana waanza kutekeleza mpango wao wa siri, wote wawili kwa sababu ya kumchukia Dream, na kwa sasa wanapata nafasi ya kulipiza kisasi kwa kutumia njia za ujanja na hila. Wafanikiwa kumteka Daniel. Mtoto huyo anatoweka ghafla. Later anapogundua mwanaye amepotea, dunia yake inaporomoka. Anaingiwa na hofu kubwa, anaanza kumfuatilia kila mahali, lakini hakuna anayejua Daniel alipo. Kadri muda unavyopita, huzuni yake inaanza kubadilisha na kuwa na hasira, na hapa ndipo jambo la hatari linatokea. Watu wanaanza kumwambia kwamba Dream ana uhusiano karibu na mtoto wake huyo, kwamba zamani Dream aliwahi kusema kuwa Daniel ana sehemu ya ulimwengu wa ndoto ndani yake. Kwa mwanamke anavunjika moyo, na maneno hayo yanaanza kuonekana kama ni ushahidi. Yule mwanamke anaamini kuwa Dream ndio aliyemchukua mwanaye. Kwa upande wa pili, Dream hajui chochote kinachoendelea. Yeye ni bado anajaribu kuelewa ishara na hatari inayozunguka, lakini kila anavyochelewa ndo mpango wa maambao maadui zake wanazidi kufanikiwa. Na mahali pengine, nguvu za kale zinajulikana kama The Kind of Ones zinaanza kuamka. Hizi ni nguvu za kale. Hawa ni viumbe wa kale wanaohusishwa na kisasi, hatia na adhabu, na wanatafuta sababu ya kumhukumu Dream. Tatizo ni kwamba Dream anawapa sababu hiyo kwa kile alichomfanyia mwanaye Morpheus. Yule mama alopoteza mtoto anavunjika moyo kabisa na kuamini mtoto wake ameibiwa. Anaamini Dream ndiyo mwenye hatia hiyo. Ila ukweli ni kwamba Dream hakumteka Daniel. Later amevunjika moyo kwa kiasi kikubwa sana, kana kwamba hawezi kujua tofauti ya ukweli na maumivu yake. Hapa ndipo nguvu za kale zinapopata nafasi yao. The Kind of Ones, viumbe wa kisasi na adhabu, wanaanza kumtumia yule mwanamke aliyepoteza mtoto wake Daniel kama chombo cha kufitinisha na hukumu yao. Kwa wao, Dream tayari ana hatia, alishamwaga damu ya mwanaye Morpheus, wakati Morpheus alitaka kifo mwenyewe, na sasa wanadai malipo. Wakati huo huo, Dream anaanza kuona ishara za maangamizi kila upande. Ndoto zinavurugika, Dream inaanza kushambuliwa, marafiki wake, watumishi wake waanza kuhisi mambo mabaya kutokea. Lakini Dream, tofauti na zamani, hajaribu wala kukimbia. Anajua kwamba ni sehemu ya matatizo yaliyotokana na maamuzi yake mwenyewe. Kadri story inavyoendelea, Kind of Ones waendelea kuingia ndani ya Dream. Kila wanapopita wanafanya uharibifu na viumbe wa ndoto kukimbia kwa hofu, na baadhi yao vinaangamia kabisa, na ufalme wa Dream unaanguka kwa mabilioni ya miaka mingi mbele ya macho yake mwenyewe bwana Dream. Wasaidizi wake wamwambia kuwa afanye jambo lolote kumpinga au kupigana na adui yake huyo kwa kutumia nguvu zake, lakini
lakini Dream anajua ukweli mchungu kuwa Kind of Ones si maadui wa kawaida wanao uwezo wa kushindwa kwa nguvu za kichawi. Hawa ni sehemu ya sheria za kale za ulimwengu, na sheria hizo zimemtaka kuwa lazima awajibike. Wakati huo huo, siri ya kutekwa kwa Daniel inaanza kufichuka. Dalili zinaanza kuonesha kuwa wahusika ni wengine waliokuwa nyuma ya tukio hilo, lakini Leta, ukweli huo umechelewa sana kufika. Bado ana hasira sana na Bwana Dream. Tunamuona Bwana Dream yupo kwenye hali mbaya zaidi ambayo haijawahi kutokea, majumba yake yakianguka na ndoto zake kufifia. Viumbe vya ndoto vinakimbia na ufalme wa Dream unaanza kusambaratika mbele ya macho yake. Wakati huo huo, tunamuona yule mwanamke Leta anaamini kwamba Dream ndiye aliyesababisha kupotea kwa mtoto wake Daniel, lakini ukweli unaanza kufichuka. Inabainika kwamba mipango yote ilianzishwa na Loki na washirika wake wote. Daniel alitumika kama njia ya sehemu ya kumwangusha Dream, na Dream anarudi kwenye dreaming yake akijaribu kuokoa aliyobaki. Anakusanya marafiki zake wa karibu, lakini hata yeye anatambua kuwa ukweli ni mchungu. Tatizo si nguvu za Kind of Ones. Tatizo ni kwamba wao wanatekeleza hukumu na sheria za kale ambazo yeye mwenyewe alizivunja alipomuua mwanaye Morpheus, kifo alichoomba mwenyewe. Kadri Dream anavyoendelea, anakuja kugundua kuwa ana njia mbili tu: kupigana na kuendelea kuharibu kila kitu, au kukubali hatima yake. Kwa mara ya kwanza mfalme wa ndoto anachagua kutokimbia. Wakati huo huo, dada yake Death anafika, si kama adui na si kama mwelekezaji wa adhabu, bali kama dada amekuja kumchukua ndugu yake. Death amwambia Dream kwamba amebadilika sana tangu mwanzo wa hadithi. Amejifunza huruma, amejifunza upendo na ameanza kuwa mtu tofauti. Lakini wakati mwingine mabadiliko makubwa yanahitaji mwisho wa sura ya zamani. Hatimaye Dream anakubali hatima yake. Hapa ndipo tunapomuona Bwana Dream ama Morpheus tunayemfuatilia katika hadithi yetu anakufa. Lakini hadithi haimaliziki hapo. Tunakuja kugundua kwamba yule mtoto wa Leta ambaye ni Daniel si mtoto wa kawaida kabisa, kwa sababu alihusishwa na ulimwengu wa ndoto kabla hajazaliwa. Amekuwa chombo cha urithi mpya wa Dream. Baada ya kifo cha Morpheus ambaye ni Dream, Daniel yabadilika. Amekuwa akichukua nafasi yake mpya ya kuwa Dream mpya kabisa, kwa sababu Morpheus ameondoka, lakini Dream kama dhana za nguvu za ulimwengu bado ipo. Amechukua sura mpya na zama mpya zinaanza. Dream yote imefunika kwa huzuni. Viumbe wote wa ndoto hawajaweza kuamini kilichotokea. Wengine wanalia, wengine wamekasirika, wengine wamekata tamaa kabisa na kuamini kwamba eti Morpheus ameondoka Bwana Dream. Lakini tatizo linakuja ama linajitokeza. Dream mpya anawasili ambaye ni Daniel. Yeye kwa sasa ndiye Dream mpya katika ulimwengu wa miungu ya kuzimu. Lakini kwa karibu hakuna anayemkubali kwao. Yeye si Morpheus, yeye ni mgeni. Daniel mwenyewe hajui afanye nini. Miezi michache iliyopita alikuwa ni mtoto wa kawaida, sasa ghafla amekuwa ni kiumbe mwenye nguvu zaidi ulimwenguni. Ana nguvu zote za Dream, lakini bado hajajua jinsi gani ya kuzitumia na kuishi kama Dream wa ndoto za binadamu. Katika moja ya matukio, kwanza Daniel alithibitisha kuwa yeye ana nguvu za Dream kumrudisha Abel baada ya Cheni kuleta malalamiko yake. Lakini hata baada ya kufanya miujiza hiyo, watu bado wakamwangalia kama ni mgeni tu. Wakati huo huo, maandalizi ya kumzika Morpheus Dream wa zamani yanaendelea. Wageni wanaanza kuwasili kila kona ya ulimwengu. Marafiki wa zamani, maadui zake, miungu ya kuzimu, mapepo na wale wote walikuwepo katika ulimwengu wa miungu ya kuzimu. Wote wamekuja kumwaga mtu ambaye aliishi maisha yao na namna ya tofauti kama wao. Miongoni mwa waliofika ni Death ambaye ni kifo, Desire, Disappear, Doom na wengine wengi katika familia ya miungu ya kuzimu. Mazishi yenyewe yanagusa moyo na kila mtu kumkumbuka Morpheus katika upande wake. Tunaanza kumuona Daniel ambaye ni Dream mpya
akikubaliwa taratibu katika ulimwengu wa ndoto, si kwa sababu amekuwa Morpheus, bali amekuwa akionyesha nguvu zake za Dream na akitaka uongozi wa aina yake mwenyewe. Ufalme wa ndoto unaanza kupata matumaini mapya na zama mpya zinaanza rasmi. Tunaanza kuona huzuni na matumaini kwa wakati mmoja. Morpheus ameondoka, lakini ndoto bado zinaendelea kuwepo. Sasa safari hii hatumtafuti Dream, tunamtafuta dada yake ambaye ni Death. Kila baada ya miaka 100 Death anafanya jambo la ajabu. Anaacha majukumu yake. Siku moja anaishi kama binadamu wa kawaida ili awaenzi au akumbuke maisha ya wale watu wanaowachukua kila siku roho zao. Safari hii anajiita Didi. Wakati huo tunakutana na mwandishi wa habari ajulikanaye katika jina la Sexton. Amechoka kuishi maisha, anaona dunia imejaa matatizo. Amefika mahali ambapo hana tena matumaini ya kesho. Siku moja akiwa katika mawazo mazito, akutana na Didi ambaye ni Death. Mwanzoni alimuona kama ni msichana wa kawaida, lakini kadri anavyozungumza naye anaanza kugundua kuwa huyu ana jambo la ajabu kumuhusu. Wawili hao waanza kutembea pamoja mjini wakizungumza na kucheka. Na taratibu Sexton anaanza kuona upande mwingine wa maisha ambao alikuwa amesahau. Death hamuhubirii wala hamwambii afanye nini. Badala yake anamuonesha uzuri wa vitu vidogo vidogo watu wengi wanavipuuzia kila siku. Kadri siku inavyoisha, Sexton anaelewa jambo muhimu: maisha si ya thamani kwa sababu ni rahisi, na ni thamani kwa sababu ni mafupi, na kila dakika ina maana kwa sababu haiwezi kurudi tena nyuma. Na hapo ndipo anaanza kubadilika. Anapata sababu ya kuendelea kuishi na kupata matumaini ikiwa ameyapoteza kwa muda. Didi anafika mwisho wa siku yake kama binadamu, na kwa namna yake ya kipekee Death anaamua kukutana na Death sababu muda wake umeisha. Anarudi kule, yeye ni Death aliyetumwa, mlezi wa mwisho wa viumbe. Mwisho wa hadithi tunamuona yule Sexton anabaki akiwa mtu tofauti kabisa. Bado dunia ina matatizo, bado maisha si rahisi, lakini sasa anaona sababu ya mbele ya kuendelea. Anaona thamani ya kila siku inayopita kwenye kuishi. Hii ni hadithi ya ulimwengu wa kuzimu, ama ni miungu ya kuzimu. Karibu tena, usisahau kusubscribe, kulike na comment ili kuwa wa kwanza na mwanafamilia wa DJ Mswahili. Umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.